Ndio maana anasema neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yenu. Likishakaa kwa wingi ndani yenu, litafanya mjue hata kwamba huyu hapa ni shetani, huyu ni Mungu. Hapa alikuwa anazungumzia habari ya Adam. Anapomuumba anasema si vema. Anasema Bwana akasema si vema huyu mtu awe peke yake. Akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege. Sasa pale inaeleza habari za uumbaji. Lakini ukienda mlango wa 3, Adam ametulia, amesikiliza neno la Mungu, ameelewa. Manake Mungu alimtahadharisha. Mtu uliokuwa katikati wa uzima alimwambia matunda yake asili. Lakini ulikuwepo mti wa ujuzi wa mema na mabaya, alimwambia siri. Lakini cheki sasa shetani anapotumia neno hilo hilo kumbadilisha ufahamu wa Adam. Wa Adam. Haijalishi alizungumza na Eva. Lakini alipozungumza na Eva, naye Adam alipolipokea kutoka kwa Eva akabadilika. Anasema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Aliowafanya Bwana Mungu akamwambia mwanamke ati. Umemwona sasa? Yaani ameambiwa kabisa kwamba hii miti matunda yake msile, ila mengine mle. Lakini shetani anapotumia, ndio maana nimekwambia Mungu cha kwanza unapoambiwa tuna ujenzi, anasema kwako nataka 200,000. Shetani akija anasema toa hata 50, nani anajua. Ndio maana anasema zingatia sana hata kwenye neno ninapokufunza. Kristo akikaa, tahadhari ya kwanza, sikiliza kile Mungu anachosema, ndio mnakutana na Mungu. Fikiria Ibrahim anapoambiwa amtoe Isaka. Mara ya pili shetani inawezekana alimpata mbinu kwamba toa hata ng'ombe 10. Unamtoa Isaka, toa hata ng'ombe 10, toa hata ng'ombe 10. Lakini kilichomfanya Ibrahim akutane na Mungu ni kusikiliza sauti ya kwanza inayosema nipe Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa shetani anakuja kama anamwadaa yule mama. Anasema ati, kama unasoma Biblia ndivyo ilivyo. Anasema ati hivyo ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote. Sasa ukiuliza Biblia imewahi sema mahali popote alipoandikwa namna hii? Manake neno la kwanza Mungu anasema nataka kwako laki. Shetani amebadilika na kuja kwako anasema hata ukitoa 20 sio shida, kwani nani ulimwambia? Sasa hapa shetani anasema ati ndivyo alivyowaambia Mungu kwamba matunda ya miti yote ya bustani usile. Hapa anataka Eva aanze kujigonga. Sio kwamba shetani alikuwa ajui alichoambiwa, ila anamchanganya. Huyu mama alipouliza swali la namna hiyo, anasema hivi, mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani ya Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Wameambiwa wasile matunda ya mti wa katikati, ni mti wa uzima, na mti wa matunda ya mema na mabaya. Lakini anaposema ati, yule ameanza kuuliza miti yote amewambia matunda msile. Mwanamke anajikoroga. Ndo hapo tunapopishana na Mungu, watu wa Mungu. Ile sauti ya kwanza ni ya Mungu, sauti inayokuja ya pili ni ya shetani. Mwanamke anaanza kujieleza, tumeambiwa mtaweza kula matunda yote, lakini sio matunda ya mti wa katikati. Lakini ukimuuliza matunda ya mti wa katikati yameandikwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali pamesema mti wa katikati msile matunda yake. Imezungumza kwamba mti wa katikati ulikuwa ni mti wa uzima, wa matunda ya mti wa uzima.
Alafu mti mwingine ni wa matunda ya kujua mema na mabaya. Lakini yeye shetani wakati anajua kabisa kwamba wamezuiliwa nini, yeye anatumia mbinu ya kusema amewazuia matunda yote msiri. Mwanamke na yeye anajigonga humo, anasema tumezuiliwa mti wa katikati. Mwisho wa siku akala. Ndipo anapojikuta ameachana na nani? Na Mungu. Kwa hiyo kwenye swala la kulipokea neno na kuliweka ndani, kazi ya neno ni kukuambia kila kilichoko mbele yako. Na shetani anatumia maneno ya kwake, na shetani hatumiagi ndani. Yeye anacheza sana na ufahamu. Ndio maana juzi nilisisitiza sana kwamba akili yako ni ya muhimu, na ndio maana Mungu alisema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote. Hakuiacha akili. Akili ndo inayoanza kukujaji. Moyoni kunasema nitatoa 10,000. Akili ndo inayoanza kukuangaisha hadi kuathiri rohoni kwamba fanya hivi. Ile sio roho bali ni akili. Kwa hiyo shetani hapo alichokuwa anacheza na huyu mwanamke kupitia akili. Akili yake imekaa sawa sawa. Alipomtikisa kwa swali la kwanza, mwanamke akatikisika. Alipotikisika akajikuta amejibu tofauti. Kwa hiyo hata hapa cha msingi, chochote utakachokifanya, kama kuna mtu anakutukana, sauti ya kwanza ikakwambia nyamaza, ya pili nayo sema wewe utaonekana mjinga, sio ya Mungu, hiyo ni ya shetani. Sio tu kwenye uchungu. Yani ile mara ya kwanza inayosema nyamaza ndio ya kuitii. Manake hapo ndipo Mungu, ndio wivu wa Mungu unavyotamani. Ya pili sauti inayokuja sio ya Mungu bali inakuwa ni ya adui, kutaka kukupeleka moto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ukisoma Mwanzo 4:6-8 unakutana na sauti ya Mungu inapozungumza na Kaini. Ametoa sadaka na Abeli ametoa sadaka. Abeli ameonekana kumfanya Mungu afurahishwe na sadaka aliyotoa, lakini Kaini Mungu hakufurahishwa, si ndio? Na ukifuatilia utoaji wa Kaini ulikuwa na mashaka ndani yake. Lakini Abeli alifanya vizuri kwenye utoaji wake. Yawezekana Kaini naye shetani alicheza na akili yake. Kwenye kutoa hakukumfurahisha Mungu, japo kutoa alitoa. Bwana Yesu asifiwe. Yani kama wewe unavyotoaga kila siku, lakini sadaka ya Kaini ilikataliwa na Mungu. Sadaka ya Abeli ikakubalika. Ilipokubalika, Kaini kama kaka akachukia sana na kuona Abeli amekubalika, yeye hajakubalika. Kabla ya kutenda dhambi, ukisoma yale maandiko, Mungu anamtahadharisha. Anamwambia Kaini, Kaini, dhambi inakuotea malangoni na inakutamani sana. Kwani ukifanya vizuri, si Mungu atakutakabari? Yani sauti ya pole ya Mungu inazungumza. Hiyo ndo yenye upendo. Sauti iliyocheza na akili ya Kaini, unakuta pale chini anashuka, anaenda kumshawishi mdogo wake, anamwambia twende uwandani. Twende uwandani. Manake tayari shetani amecheza na akili ya Kaini, amemkamata, ameona amefedheheshwa kabisa. Sasa ndo maana nimezungumza mara kwanza, nimekwambia ukimweka Kristo ndani atakufanya uonekane hujafedheheshwa hata kama umefedheheshwa. Kinachokufanya ufedheheke ni kiwango cha huyo neno umemweka kwa asilimia ngapi. Lakini kama umemweka kwa 100%, hata ukidharaulika utajisikia kudharaulika, bali utajisikia fahari ndani ya Kristo. Mungu anamtahadharisha Kaini, 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 dhambi inakuotea malangoni, tena inakutamani. Kwani ukitenda vizuri, si Mungu atakutakabari? Shetani anaingiza wazo lingine kwa Kaini. Kaini anachukua maamuzi. Alipochukua tu maamuzi na kuua, Mungu anamwambia damu inanililia katika ardhi, na laana inaanza kutangazwa hapo hapo. Sasa ndipo unapoona kanisa
tunaweza tukalalamika tukaona tuna maisha fulani ambayo kama vile tumepangiwa. Pale mahali Mungu alipotaka kitu kwetu, hatukufanya kama Mungu anavyotaka, bali tuliamua kufanya kama akili inavyotaka, sio Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa kitu tunazungumza? Tufungiane mikono namna hii. Kwa hiyo unapojifunza somo la namna hii, jifunze vizuri kusikiliza Mungu anasema nini katika kila jambo unaloliendea. Mume wako amechelewa kufika, amechelewa kufika nyumbani mwako, lazima Mungu akuwashie taa ya kwanza ya kutokuleta mzozo. Ila shetani akiutumia ufahamu wako, na kwa kuwa hujajua namna ya kumtumia huyu Mungu, ukiingia kwenye akili unakuta umepigwa, amechelewa, alafu umepigwa hasara juu ya nini? Ya hasara. Lakini Mungu cha kwanza lazima kupe taarifa ya indicator kwamba ukienda na hasira huyu mtu mnaenda kupigana. Sasa cha msingi, nyamaza kimya. Kama hajaoga mwambie maji nilishaweka. Kama chakula hajala mwambie chakula kipo. Amka, mpokee kwa furaha. Ukimwonyesha hiyo, kwake ni dozi tosha kuliko kugombana naye. Lakini shetani atakwambia yani huyu atakuona una akili, na ndio maana ikatolewa ya 50 kwa 50 ili tu kutuharibia. Lakini mfumo mzima ilitakiwa mwanamke amlinde mme. Hivyo hivyo umempokea kwa adhabu kubwa, narudi saa 8, alafu namwambia hujaoga, ukaoge. Chakula hiki hapa nilikuwekea, nilikutunzia, hiki hapa ule. Anapoenda kuoga, hukumu imepamba moto. Anaporudi kula chakula na kuona una uso wa furaha, hukumu inapamba moto. Huyo baba wa watu anakuona sasa amemaliza kula na kusanya vyombo, mnaenda naye kulala. Huyo baba, hukumu anayokuwa imepatikana pale sio ya mahakamani, bali anayemwadhibu ni huyo mchumba wako. Na hakika ujue hiyo ndoa inaenda kupona, sio itakuwa ya mateso. Yes. Ukishaoni nasema huyo hamna atakufungua mlango. Salale hii anakuja. Hiyo ni ya shetani. Ya kwanza lazima imwambie, ikupe tahadhari. Ruhusu upendo juu yako, haijalishi amekuumiza kiasi gani. Manake Kristo atakuwa pamoja na wewe tabu. Ni haki yako kuhakikisha amerudi. Sasa kwa kuwa mpo pamoja na Kristo, mmepewa adhabu ya yeye kurudi saa 8. Mimi nakwambia huyo mwanaume unaona kama takataka, ni mwanaume chombo cha kukaa sebleni, sio cha jikoni. Yesu anachonga. Yesu ni fundi seremala kama alivyokuwa mtoto wa seremala kuliko maseremala wa dunia hii. Maana amechonga hata ya kina Paulo yalikuwa hayafai, leo tunayaona humu. Hadi anaona kina Petro hawajaokoka vizuri kuliko lenyewe. Yes. Yesu akijichongea yeye, huyo mwanaume anageuka kukutumikia adhabu. Kama alikutesa lazima kulipe. Mwache Kristo. Mwambie nimekuachia wewe, ninatamani tuwe wachumba wawili. Sijui Yesu unachelewesha nini. Nataka hapa ndani tukuite Bwana wewe. Asionekane mwanaume zaidi ya mwanaume, maana Mungu wewe peke yako ndio mwanaume wa wanaume. Amekushindeje huyu? Sasa ukishasemelea hivyo kama mwanafunzi, hivi nafikiri baba na heshima ya baba ni pamoja na watoto wake wanaposemelea anachukua hatua. Yaani ndio unazidi kuwa baba. Mtoto anakuja kukwambia, yaani mwalimu mimi baba amenipiga. Yaani nikawaza kwamba babu ungekuepo pale. Alafu wewe unaanza kusema na wewe mkorofi, wewe sio baba. Mwambie huyu mwalimu anijui. Kuna siku nitaondoka hapa nitamnyosha. Ndio anajua kumbe nikifanyiwa kosa tu kwa baba. Baba yaani hata kama huna hata nguvu, umtie moyo. Sawa na mama. Wewe amekuja amekwambia mimi baba fulani, huyu mtu amenifanyia hivi, amenifanyia hivi. Kama baba ukisimama kwenye nafasi mwambie, huyu mama ameanzaje kukuzalilisha mke wangu? Anijui. Mama anajisikia nina mtu ambaye anaweza kukabiliana na wanoni sidi nguvu. Lakini na wewe mwanaume unaanza kusema na wewe utakuwa na wewe unakamdomodomo na nini? Manake baba muoga. Unatakiwa muonyeshe nguvu kwamba unacha zaidi cha kusema hata kama yeye alishindwa. Mama anajisikia nina mwamba pale nyumbani. Ndio. Kwa hiyo ndivyo alivyo Mungu wetu, ni zaidi ya sisi wanadamu. Tunaposemelea jambo kwake, yeye lazima simame kama baba. Kwani kwa nini mtoto wangu ameniambia alafu ni nyamaza? Lazima maadui waliomsema vibaya ni wanyoshe ili na kesho ajue kwa kusemelea ni huku, sio kwa wanadamu.
Ndio. Ukikaa na Yesu vizuri, safi sana. Kabisa. Yaani ukimjua ukamwelewa. Hayo mazingira tupo niko kwa hatumjui vizuri. Lakini tungemjua vizuri, tusingesumbuka. Kabisa. Tusingesumbuka. Na tumepeleka mahali pengine, mahali pa mbwa tumetupa lulu. Mahali pa nguruwe tumepeleka chakula kizuri. Yaani ndoa imekuwa sasa ya kubaki mnahukumiana. Yaani huyu mwanamke mimi bora nirudishe. Unarudisha. Alikutuma na. Bwana Yesu asifiwe. Alikutuma na. Yaani hata kama ulirudisha ni bahati mbaya, lakini ambaye uliona kama kuna moto, ukujua kumtumia huyu neno ili akusaidie kumfinyanga huyu mwanaume. Haijalishi amekukatisha tamaa, lakini Yesu akimtengeneza ni faraja kwako. Kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnanielewa kitu ninachozungumza? Amen. Hata hao wazazi wamekuzalau tu, hawajajua na wewe ukujua kumtumia huyo Mungu wako. Hukujua. Hivi leo ninakwambia aliyemfanya kazi hapa yuko chini, labda ni nesi, yuko kwenye upande wa wauguzi. Anatamani siku moja awe bosi wa wauguzi ama awe kwenye kituo chochote yeye ni bosi. Ukifanya maamuzi na huyu Yesu lazima atengeneze njia. Yaani utajikuta umepita hapo, umefanya mtihani hapo, umeenda hapa, kesho kutwa wewe ni mkubwa wa madaktari. Hata unapotamka jambo unamsaidia na rais kwamba hili sio la kutibiwa, hili ni la kumwomba Mungu tu, hili ni la kukemea, hili ni la kuagiza madawa. Mungu anawaheshimu sana waliookoka, ila sasa sisi tunamwona Mungu kama wa miaka mitatu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shortcut za Mungu zinamfanya mtu avuke mtu kirahisi sana kuliko kupitia sheria za dunia. Wewe unafikiri Yusufu si unamwona alisoma miaka mingi gerezani? Akaenda mara kataka tupwe kwenye shimo, mtihani anaendelea kuvuka. Ameenda kwa Potifa, amefanya vizuri. Amerudi amepelekwa gerezani. Hili lilikuwa ni ngazi ya juu ya kufuzu chuo. Anarudi waziri mkuu. Hata kwamba alikuwa anasomea uchumi hatujui, ila anatoka gerezani amemaliza chuo anaitwa waziri mkuu. Sasa ukiwa na jambo la kunia, jambo jema mimi nilikuwa nakataa sana. Sio hapa kanisani mnataka kitu, mnamtana mwanasiasa na nini, mara mtafuta mtu maarufu. No, sisi wenyewe tukijijua tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa. Tunapowaita wale wanakuja kutufanyia, wanabarikiwa wao, sisi tunabaki vile vile. Kabisa. Ndio. Tukafikiri jambo nazungumza linaweza likali lifanyika, lakini leo limekuja hili neno litusaidie. Yaani tukiona tuna upanuzi wa kanisa, linagharimu shingapi? Watu kamati imekaa chini imepiga hesabu, inasema milioni 30. Ninasema ni size yetu. Mimi nitafanya hiki, mimi nitatengeneza madirisha, mimi nitatengeneza hiki. Mnagawana hapa, hamtakuwa kama mimi. Lakini tupo kama tulivyo. Tatizo likija tunaangalia tajiri ni nani. Tunaenda kuomba hata ambaye hajawahi kanyaga kanisani. Ndio mara ya kwanza unakuta hapa Bwana Yesu asifiwe hajui. Maana hajawahi. Ndio linakuja hapa linasema nitatoa milioni 2. Nyinyi 10,000, 5,000, elfu ngapi? Hivi abarikiwe nani? Yaani mimi hata kwaya hapa nikisema tengenezeni nyimbo, gharama zangu kushuti, kurekodi na kila kitu, nyinyi mtabarikiwa uimbaji, hera zinarudi kwangu. Yaani nilie wazabini lazima zirudi. Hivi hata wafadhili wa timu wanakuwa na hera kuliko timu. Kabisa. Nani anafadhili kitu cha hasa? Mkipata nyinyi faida milioni 15, yeye anapata milioni 45. Anawazidi mara 2. Ndio taratibu za biashara hapo jamani. Hata sio lazima usome sana. Juzi sikuambia ukiona wewe ni mwalimu unalipwa 500, ujue kwako wanapata zaidi ya faida milioni 3. Yaani wanapata, wewe wanakupa 500. Wao kwako unapata milioni 3 na 500, alafu wewe wanakupa 500. Wao wanapata faida kila mwezi. Hiyo ukae ukijua. Hata mimi nikikuajiri dukani kwangu, ukiona nimepata faida milioni 2, wewe nitakugawia 200,000. Milioni 1 800 ya boss. Hello. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni kweli usiopingika. Kumbe jambo lolote la kanisa hapa, ninatamani mtu mmoja dake pointi, alafu baada ya miaka miwili mtazame kwa viwango vingine, muone
Wao walikuwa hawezi hata kutoa 10,000. Hapa ndo amekuwa mfadhili wa kanisa kuhakikisha kazi za Mungu hazikwami. Yeye amekuwa namba 1 kuhakikisha kanisa kazi zinasonga. Yaani ikiwa milioni 30 saizi yetu, mnaanza kugawana. Wewe utatoa shinga, mimi nitatoa shinga, mimi nitatoa shinga. Mnagawana, mmemaliza. Kila mmoja ameahidi, anaanza kupunguza, mnaanza kupunguza, mnajikuta mmemaliza. Kumtangazia adui aje kule, na ndio maana hawaji, wanajua wale ni wahitaji. Kabisa. Na ndio maana unakuta sasa baraka ambazo Mungu alijipanga kuwabariki nyinyi, mkitoa milioni 30 jenge hapa, kuna milioni 200 anatakiwa gawe kila mmoja sawa sawa na alivyotoa. Inabidi ampe tajiri. Na ndio maana unakuta matajiri wasiomjua Mungu wana uchumi mzuri kuliko wana wa Mungu. Maana na sisi tumeona wale ni na Mungu kwa kuwa amejua wanatusaidia, lazima wafanyie vizuri ili na kesho tukiwaita watupe. Mmepaelewa? Mmepaelewa? Mimi nakataaga. Tena nimekataa kwenye maeneo mengi tukiwa mkoani, na waambia mimi kwenda kwa mataifa kumpelekea barua ya kuomba staki. Hata sasa hizi hapa ni mwenyekiti tunatengeneza dari ukumbi wa wilaya mkubwa zaidi ya milioni 30. Nikasema sisi tunatosha mwenyekiti. Unatupeleka huko tukawe omba watu tunaomhubiri Kristo na wezi. Tunatosha. Ukienda saizi ndani ya miezi 3 pamoja na corona hii dari limeisha la kisasa. Zuri kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Hata ninaposema hivi kanisani kwangu ni mjumbe wa kamati ya majengo. Sitaki hata habari ya kumwalika mtu mwingine aje, akija hapa anaanza kuzungumza habari ya siasa hapa. Hapa mjage Kristo, kama anakuja aje kusali naye awe muumini kama wengine, alafu anapotoa atoe kwa Mungu wake, sio sisi tumsujudie. Unanielewa kitu ninachosema? Amen. Na hapa kazi wanaosimamia hayo majukumu ni kwa kuwa kanisa ni wanyimi, hawajaelewa. Atafanyaje kiongozi? Kazi haiendi. Itabidi aende mahali popote ambapo atapata ufadhili ili kanisa lijengwe. Lakini tungekuwa tunazo. Mtazama msema hatuna akili tulivyokaa hii. Akili ingekuwa inafanya vizuri, ndio maana ukiona unamtegemea mtu ambaye hayumo humu, huna akili timamu. Yaani wewe una watoto 5, unaanza kusema wapendwa nao hawaji kuniona, hawajui kwa njaa. Nani alikuzalia? Halo. Anaenda kusoma, nani alikwambia hawatasoma? Unapozaa lazima zicheze akili kwamba kuna kusomesha, kuna kuvalisha, kuna kulisha. Hivi ninapoendelea kuwatoa hivi duniani huku nitaweza? Sasa unaanza kuwachukia na wachungaji, wanitembelea hawajui mimi nimebaki unga debe moja. Tulikuambia sisi uzae 9. Unaanza ujenzi, unamtaka mtu aliyeko nje. Mimi nilikwambia uongeze. Kama mnaona padogo, manake mmejipima kwamba sasa hapa padogo tuvimbishe wenyewe paongezeke. Habari ya kumtaka yule imeanza. Ndio maana nimezungumza kama vile tunakuwa hatuna akili. Akili lazima ikusaidie kwamba ujenzi huu tumeuanzisha sisi. Hivi unapoanzaga nyumba unategemea mtaa ukusaidie. Wewe mwenyewe umekaa umepiga hesabu, ninanunua uwanja, taratibu najenga msingi. Kesho kutwa nafyatua kama ni block, ninatulia. Nanunua mbao, natulia. Unakusanya nguvu, nanunua bati. Fundi njoo, maana unajua umejitosheleza. Sasa unaanza kusema, yaani wewe balozi hujui nyumba yangu inaweza kaanguka, nilikwambia uje. Mimi hata waliopanga ni watu wangu. Habari ya kujenga ulianzisha mwenyewe, utaimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana niko huru kusema hata mbele ya wachungaji kwamba mjue kwanza Kristo. Kristo akiwa ndani, kanisa litakuwa na uhitaji. Kanisa lilitakiwa kuwa tajiri kuliko hata serikali. Kwani serikali na wewe, serikali imekopi tu kwa Mungu. Manake serikali mafungu ya 10 ndio kodi. Lakini serikali haina malimbuko. Haina sadaka za shukrani. Lakini sisi kwenye Biblia imo shukrani, yapo malimbuko, yenyewe serikali ilichukua kwenye kodi 10%. Ndio inapiga wafanyabiashara, tena haichukui wote. Sasa serikali inakuwa na hela kuliko kanisa. Mafungu ya ng'ombe ya 10, serikali ni ng'ombe haziendi. Hawawezi kukuchaji kwamba kwenye ng'ombe zako ziko 10 utupe moja. Wanaangalia wao duka, wanavizia kwenye duka, tunataka tukukadirie mapato.
Lakini kanisani kwenye wazaliwa wa wanyama lete malimbuko. Kama ni mbuzi amezaa, una mbuzi zaidi ya 10, panatakiwa ulete moja madhabahuni pa Bwana. Sasa kwa hiyo kanisa lilitakiwa kuwa tajiri kuliko sasa cheki liko na uuzaji gani? Yaani mna mwingine unakuta hata kutembea na maji makubwa mchungaji anashindwa, achukue hata 1000 inafuatiliwa kwenye hesabu, unaweza kufikiri imetolewa milioni moja. Na bahati nzuri nyinyi nimeona mmefanya vizuri sana. Mungu awabariki sana. Pa kutolea sadaka pamekuwa kificho sana. Alafu mnatolea kwenye vikapu fulani ya bisikiki kelele. Mngeweka labati. Kengere bunda wa sadaka. Ili mna mwingine hata shetani awashangae na nyinyi wenyewe mbaki kujishangaa. Mnanotumbukiza hapa. Hata fikiri wanacheza ile solo walizokuwa wanacheza zamani kamali za mmeweka vikapu vinawaficha vinaleta kama kautulivu fulani. Wekeni vya chuma. Pangeni pale viwe. Mungu atusaidie Jumapili tuweke. Yaani kuna watu hapa wanatoa kisa wameona hivi vinani hivi vikapu hivi havijulishi. Ndio maana unakuta masiriva mnaenda kugongana mnapohesabia sadaka. Lakini nitakiwa ujuage hapa mchungaji. Hivi ndio unasema mimi kama mimi unaniajiri uchungaji. Si unataka tukosane wewe asko? Kwani kabisa nimekaa pale nasikia ngegere. Naweza nikaachia hapa. Kwamba kanisa gani nimenipa la namna hii. Hivi hapa nitakula kweli kuku hapa. Nilage mimi maharage kwenye. Ndio ulisema tutakula madhabahuni pako maharage. Sasa niliona vile vitu vyombo mnavyotolea sadaka nikagundua hivi vinaficha maovu. Mtu akijia na siri wanajua hawataliona. Anatumbuki. Tena wanaheshima kweli. Wanatoa taratibu. Anaachia. Kanapiga taa akasikiki. Wekeni hapo vya nani. Wao wenyewe wataanza. Vitu vingine sio injili za mtumishi aje. Anyinyi wachunga. Vitu vingine ni akili tu ya mwilini kwamba hawa. Unajua sisi Waluteri wajanja sana. Ndio maana unaweza kaona Anglican na Waluteri era wanazo Waluteri. Ni kweli. Kabisa. Hata wangekuwa Waluteri hapa 50, wa Anglican na mkao wa 100 hamwezi kufanana. Wajanja kupata mapato. Bahasha hadi 5 ya kutunza diocese. Nyingine KKT maana yake ndo makao. Yaani hii inaitwa KKT inaenda kwa show moja. Bahasha 5. Yaani hata kama unatunyofoa lazima utoke kwenye 2000 au 3000. Sasa nyinyi chache. Bahasha na zina utumbo ndani. Yaani wanakuandikia uliotoa juzi hivi kwa aibu utaandika kweli 200 lazima utakaongeza kae. Waluteri wajanja. Hawajafundishi na wanazichukua kiaina. Mungu awasaidie sana Waanglikana. Yaani kiwezekana mwanze tu na kinani cha kwanza. Kichongwe hapa vizuri kipambwe. Pite aluminium vizuri lakini ni cha kudundisha. Wanaweza sasa alikuwa anakuja kufanya nini huyu? Na kama kuna siku inayopata tabu hera kuchenjiwa Jumapili. Jumapili watu kwenye maduka masiriva yanaisha. Naomba change, naomba change. Muulize hivi Yesu mkakutana naye anasema unaomba change ya shinga. Mkutane naye mwenyewe alafu na change 1000 ili ziwe 500 utoe sadaka zote mbili. Akwambie bora akapeleke hivyo hivyo. Mbona nimekuona unako change? Unagawanya kwa mchungaji wako mimi nimeshakuona. Bora akatoe sehemu moja lakini beba 1000. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Hebu funga mkono namna hii kama unanielewa. Sasa huyu neno kikaa ndo anayekwambia mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Akili lazima ihusike. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hicho kipengele kwanza Mungu kimtolea sana inamfanya ajue matatizo yako hata kabla hujajeri. Watasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mambo ambayo Mungu amenipa mimi special mitume ya kuwapa, lakini haya ni maelezo ambayo yako kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 11.
Kilichomfanya Kornelio atembelewe na Mungu, apokee na nguvu ya Mungu, ni utoaji. Utoaji ndio. Biblia inasema yule mtu alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi. Na alikuwa akimwomba Mungu. Maana kama alikuwa asali na hajaokoka, alikuwa anasema Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Sasa kwa kuwa anasema Mungu nisaidie, sadaka anazotoa zikafika mbinguni. Na kawaida ya sadaka ukishatoa lazima ieleze na matatizo yako. Yaani kesho utakapofanya kutoa sadaka yako ambayo wamekupa sasa bahasha. Sadaka kawaida huwa inaleta madhabahuni fedha pamoja na moyo wa mtu wa sadaka. Sasa inamfanya Mungu ajue shida zako hata kabla hujaomba. Ndio maana Kornelio alikuwa hamwambii Kristo aje wala anahitaji kitu cha ziada, lakini alipokuwa kumwomba Mungu, Mungu akajifunua haraka sana. Akamwambia sadaka zako na sala zako zimefika. Uwatume watu wako waende wakamwite Petro ili akuambie yapasayo kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yawezekana hata kwa sehemu ndogo ile ile uliokuwa unatoa, Mungu akagundua kwamba unachakachua. Kwenye sadaka ile ile ndiko alikogundua kwamba hii mioyo ya hawa watu ni wanyimi. Ikabidi sasa hawa wa NRC waseme kuna watumishi wanaenda Dodoma. Na kwa kuwa uhitaji wa watu wa Chang'ombe ni mioyo yao migumu kwenye mahusiano na utoaji na Mungu, hakuwaletea mtumishi wa kuhubiri ulimwengu wa roho, akamleta mtumishi anayefanana na nyinyi ili aseme mpate kutoka kwenye maangamizi. Kabisa. Kabisa. Yaani hiki ninachofundisha mimi, mchungaji, ukitaka fanya utafiti, zunguka siku zingine baki hizi. Ninachofundisha mimi ni kitu kingine na watu wengine. Hiki Mungu amekiweka kwangu. Tulipofika pale kambini, ilikuwa sasa Mungu ndo anachagua huyu aende hapa panapohitajika hiki, huyu aende hapa panapohitajika hiki. Sasa watu wa Chang'ombe, kama mlitaka mambo ya ulimwengu wa roho, atakuja kuhubiri nabii mwingine, lakini haya kwa mara ya kwanza ndo alitaka Mungu muyasikie ili mpate kubadilika. Ukiyapokea unaenda kuinuliwa kwa viwango vya juu. Ulikuwa na njaa, lazima kupe siku nyingi za kukushibisha. Kabisa, kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kuna mtu mwingine anaweza kusema mimi nilifikiri hapa ni kuombewa, utapiga sarakasi hapa, hai natoka. Kumbe ukimkaribisha Kristo, mapepo hayakai hapo. Lakini uliyemruhusu shetani akae ni wewe kutokufanya maamuzi. Na ubaya wa shetani, mimi nikikemea hapa tuombe na watumishi wa Mungu hapa tuombe, shetani anaondoka, anasema yeye kawaida huwa anakaa pembeni. Hafi. Shetani akifa walokole tutakuwa mazezeta. Na shetani lazima baki, hata sisi tunamwombea baki ila asitushinde. Hata wewe ukae ukijua kwamba hapa hatuui shetani. Manake Mungu ndo aliyemweka, alijua. Na ili timu ionekane imechukua ubingwa halali, lazima iwe na timu zingine zinazocheza. Ikiwa yenyewe peke yake inachukua kombe, kuna lazima icheze. Ikifunga magoli 20 inachukua kombe, sio ushindani, natakiwa ifunge hili. Malaki imepata na maarifa kutoka kwa wenzao. Kwa hiyo sisi shetani anapoendelea kutufuatilia sana, anatupa na mbinu zingine za namna ya kuwa na akili kwa Mungu. Yes. Akitukamata kwenye uchumi, tunagundua wapi tulikosea. Tukivuka, shetani anatafuta njia nyingine. Anapotaka tumefanikiwa ili tusimheshimu Mungu, tunagundua kwamba hivi vyote Zaburi inasema vinaijaza dunia ni mali ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo haturuhusiwi kuwa na kiburi kwa Bwana, maana ndiye mwenye vyote. Yaani huyo ni kama sisi tunasema ni Simba. Sisi ni watoto wa Simba wa kabila la Yuda. Yes. Basi shetani yuko upande wa Yanga. Sio kwamba shetani ni Yanga ni shetani wewe uliyemsababisha. Nirekebisha hapa nisije nikawacha watu njiani. Yaani nimewekea mfano, sio shetani ni Yanga. Nimemtaja Simba kwa kuwa Yesu ni Simba wa kabila la Yuda. Ndio maana nimewekea mfano huo. Yanga tumfanye ndo mpinzani wetu wa jadi, basi niseme hivi. Sasa mpinzani wa jadi kwa Yesu ni shetani. Kwa hiyo lazima shetani awepo na wana wa Mungu wawepo ili mechi inoge.
Yeye anapofikiri na loga ili wakapata ajali, anapoona tumevuka ng'ambo ya pili, na yeye anarudi kujipanga, nilikosea sehemu gani? Anaposema nitaumiza watoto wao, anafika kwenye nyumba zetu anakuta zinawaka moto, anarudi nyuma, ndio mechi nachezeka vizuri. Yes. Ndio. Juzi nimehudumu hapa. Tunatoka na mama wangu hapo, tumefika hapo juu. Huwezi amini, tuko mjini kabisa kule. Ng'ombe ametua kwenye gari. Alafu nakimbia mchungaji, ilivyo bahati mbaya shetani alichokuwa amejipanga. Na mimi ndo najua niko mechi na mpinzani. Bila kutikiswa na shetani ni shida, na yenyewe hata utumisha ueleweki. Ukisema ule mkutano ulikuwa na vita, lakini tulimwona Mungu, hapo ndo kuinuka kwa Kristo. Yes. Mkutano umepolala. Nilipofika imetua ng'ombe kwenye gari mbele. Nikasema huu mziki sasa umeanza. Nikaenda na gari pembeni niipaki, nikapaki pembeni ili niicheki imeumeje. Ninapopaki kumbe kuna mwingine wamemgonga hapo mtu, wamemweka pembeni, gari yangu ndio inajipeleka hapo. Ninapozunguka hivi niangalie, nifunue bonnet niangalie, naangalia nakuta wanasema vipi? Ameumia sana, wamemlaza mtu hivi. Nikamwambia mama, ingia hapa. Tulikuwa na mama yangu hapa. Tukaingia ndani, tukawasha gari, tunakimbia. Tukaondoka, tulipoondoka nafika nyumbani. Nikamshukuru Mungu sana, nikasema umetutetea. Hivi leo mimi ningebainika pale gari yangu ndio imegonga, ningekuwa ndani. Shetani angeona ameshinda. Lakini kwa kuwa sijashikwa, ninamuinua Kristo kwa kuwa alikuwa upande wetu. Yaani hapo unaanza kuhubiri huku naogopa wachawi. Mechi hainogi. Wewe unaji Yanga, hata Simba wasajili vipi? Wakiingia wasemaji wao wanasema mjiandae. Yaani wanajua kabisa kwamba timu yetu tulivuiza hivi. Lakini sema wasemaji wanapotamba wanasema nakwambia ile timu Simba mjiandae. Na wewe mwambie shetani kwa neno hili ujiandae. Maana umetesa yatosha. Ili neno limetumwa ni saizi yangu, ujiandae. Hapo ndo panano. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu lazima alete hapa michango mikubwa ili kuwapima upendo wenu huko kiasi gani. Kirudi tena kwenye sadaka huko tena ndo naumiza watu. Ni kama huko ndo mnielewi, mnataka niwatiage moyo penye kupona tu. Yaani akileta hapa budget ya vyombo milioni 15. Hiyo ameileta Mungu ni special. Maana ameachilia mawazo kwa viongozi. Anataka awapime wananipenda. Yaani sawa na kwenda kwa Ibrahim, nipe Isaka. Sasa kuna hela mnazotoa ambazo Mungu hajakwambia utoe. Unamchinja Isaka mahali ambapo hapana kondoo. Yaani Mungu anajua kabisa kwamba unapoleta 200,000 ni mwendo wa siku 3 na itafuta 200,000 ili uilete madhabahuni. Sasa unapoitafuta 50, manake hujaenda mwendo wa siku 3, umeenda mwendo wa siku 1. Mahali hapo hapana ng'ombe, ukimchinja Isaka hakuna kondoo. Anataka kusafirisha kutafuta 500,000, unapoitafuta siku na ikuta 500,000. Na milioni yako milioni 5 ipo hapo. Sasa wengi wametoa nusu ambayo shetani amewapiga chenga, wametafuta mwendo wa siku 1, anaenda anatoa 50, amemchinja Isaka mahali ambapo kondoo hayupo. Sijaeleweka vizuri. Yaani anapokuambia nipe 500,000, anajua utaumia sana. Utaumia sana. Hivyo hivyo Ibrahimu, mwendo wa siku 3 ndivyo maneno ya Isaka yalivyoendelea kumuumiza. Mwanakondoo kawaida huwa tunaenda na mwanakondoo. Kuni naziona, panga ipo, moto unaonekana upo. Baba, leo tunaenda kutoa kitu gani? Hiyo anaenda ni siku ya pili. Fikiria alikuwa anaumia kiasi gani? Ndio wewe unatafuta sasa huko kwenye 300,000. Maumivu yapo. Unatafuta 300,000 kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Siku ya 3 anauliza maswali. Mbona anaona kuni? Baba, naona kuni, lakini sioni mwanakondoo. Utaratibu tunaenda na mwanakondoo, kuna nini? Ibrahim anasema hii siku ya 3 Bwana atajitwalia. Hakuna haja hapa mwanakondoo hayupo, lakini Bwana atajitwalia. Hata wewe inauma 500,000, lakini unapoenda kuitoa watoto wanauliza ada ya shule. Mama, muda
wa kupanda huu zinahitajika mbegu. Wewe 500,000 unatakiwa ulete kwenye madhabahu ya Mungu. Wewe mwenyewe mama, tunahitajika kuvaa. Kuna mambo mengi yanatuhitaji kwenye nyumba. Huyo ni Isaka na kuuliza kukuvuruga. Huyo ni Isaka na kuuliza kukuvuruga. Mwambie tunachotafuta hapa ni 500,000 tukampe Mungu. Bwana juu ya maisha yetu atajitwalia. Hapo ndipo unapokutana na malipo yako kuliko kutoa kitu nusu. Amena. Sasa wewe haraka Mungu amesema haraka umefikiri unasema nani anajua natoa 50. Yaani umeenda mwendo wa siku moja. Hapo mahali kondoa yupo Isaka lazima. Akifa kondoo kula anajifungua pembe zilizomea sana jiondoke. Lakini ukiteseka hivyo unaumia. Utakapokuja kuitoa 500,000 yako, hapo 500,000 yako, Mungu anasema chukua sasa hii. Manake ile hela hujaichinja, bado inaendelea kuishi. Kawaida ya Mungu ukishampa, yeye anakurudishia zaidi. Hana alipomtoa Samueli, angesema Samueli ni baki naye, angebaki na Samueli, Mungu asingekuwa na shida, ila wamekosana. Lakini Ana sawasawa na alivyoahidi kwamba Samueli hata wembe hautapita kichwani mwako, nitamleta madhabahuni kwa Mungu, ataishi daima hapo. Alipofikisha umri wa kuacha kunyonya, Ana kaanza safari. Hivi nafikiri alikuwa hajiulizi mle njiani kwamba mtoto sina, hivi ninapoenda kutoa inakueje? Mambo mengi alikuwa anajiuliza, lakini yeye akasema niliahidiana na Mungu wangu. Anajua kwamba natamani ningeishi na watoto, nipate na mimi wa kumtuma kachote maji, nipate na mimi wa kuchunga mifugo. Mungu kwa kuwa anajua, yeye anajua hata kabla sisi hajafikiri, akatengeneza uzazi mpya kwa Ana. Anapomtua tu Samueli, kizazi cha watoto wengine 5 kikatoka. Lakini angezuia, angebaki na Samueli tena kangekuwa kaizi. Ndio maana unakuta wewe ulipomzuilia Mungu 50, una miaka 10 kapo hako akaja uivuka talaki. Halo. Punga mkono namna hii kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Nimezungumza kwamba yani ukifuatilia ninachofundisha hapa ni kukuelekea kwenye mafanikio. Yani ukinielewa vizuri, lakini huwezi kusema mtu mafanikio ukamwambia tunaenda kubarikiwa tutoe hivi, usimwambie na madhara. Usimwambie na chenga za adui juu ya kuliendea hilo jambo. Shetani anachenga nyinyi. Nani alijua? Inawezekana kujua, lakini ukujua upana huu uliopewa elimu. Kwamba Mungu akisema nipe hiki ndio hicho unatakiwa utoe. Ukitoa kinyume na hapo umerishana na. Yaani umechinja mwanao. Lakini sehemu anapoomba utoe, anapokaa namna hii hapa, unapoileta 500,000 yako hapa, unaporudi hivi unarudi na 500,000 yako. Lazima kufunue macho, alete na watu wa kuzileta fedha kwenye kazi zako. Hakuna mtu aliyemtoaji aliyekuwa na maisha duni. Yaani Biblia hii hata usome yote. Mtu aliyekuwa mtoaji alafu Mungu akamfanya awe na maisha duni, lakini shida iliyopo kuwa na moyo wa utoaji ndio pana gharama. Hasa Isaka anapobaki kuulizia kwamba amesema naomba 50, sisi tuna laki. Hivi maisha tulionayo haya kweli haya? Tena shetani anajua sauti ya kubembeleza. Wewe unaona hata wanaume wanapotaka kuangusha mabinti wanaongea kakasha, na wao sauti zinageuka zinakuwa kama za kike. Jamani, mimi nitakuoa, wala na shida, cheki amepata mimi. Mpumbavu ni mimba ya mama yako. Ameanza matusi, ndio imefunguka sasa sauti sasa ya ukali. Lakini shetani mpole jamani. Yaani wewe unatoa kabisa 200,000 ili maisha yako umeona. Anajifanya na huruma. Mwezi wenyewe huu wa kununua mbegu. Yaani anakuwa na huruma na maisha yako, kumbe. Bwana Yesu asifiwe.
Mnanielewa kitu nazungumza? Mnanielewa ninachosema? Unatoa 200,000 kwenye hali yenyewe hii, tena tunaenda kwenye hujajua. Ile akili ndio ya shetani. Mungu hana huruma kwenye kutoa. Mungu ana uwezo wa kusema nipe zote ulizonazo. Manaka anataka toe kizazi kilichopo cha fedha, akubadilishie kizazi kipya kisichobeba laana, ili utakapovuka uvuke na kizazi kipya, sio cha kudunduliza. Yaani Mungu hana huruma. Anaweza kusema una 10,000, anasema nipe yote. Muulize Elia. Yule mama anasema konzi moja la unga, anamwambia nipe mimi kwanza. Yaani yule mama asile kabisa maana. Anaposema mama yule aliumia, yaani nimpe yeye kwanza. Mtu mwenyewe huyu nani? Nipe mimi kwanza. Alipofanya, nchi nzima ilitetemeka na njaa, ilipata shida, lakini yeye gala lake alikupungua. Anapochota ndipo anapofikiria anajaza. Miaka yote yeye kwake kulikuwa furaha. Lakini shetani, watoto wenyewe wanasoma shule za gharama, alafu naanza kutoa hivi. Alafu pale kanisani wako wengi, wewe tatizo lako la kwako peke yako. Hivi wewe mama kweli una akili wewe? Yaani ana huruma. Na nyinyi mliodanganywa na wanaume mnajua wanavyoongeaga kikudanganya. Upate mimi mwambie, mimi mwenzako nina tatizo. Shanzini. Ameanza kutukana sasa, umepata matatizo. Lakini alivyokuja, shetani akishakupiga chenga hivyo hujabarikiwa, nenda sasa mwambie ila mwe kwa kweli. Shetani unafikiri yupo tena? Akishakupiga chenga umetoa tofauti, yeye ameondoka, baraka ameshakumaliza. Unabaki umeduma pale pale. Lakini ukijikana kwenda kumwachilia Mungu hivyo, lazima umuone Mungu kwa viwango vingi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi hapa wako tayari kulitendea kazi hilo tunalolihubiri leo hii? Yaani kuna wengine hawako tayari kabisa, hawanyosha hata mikono. Wangapi wako tayari kuvuka juu ya kipengele hicho? Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndo pokea hiyo. Sio pokea ya sarakasi. Mimi mchungaji huwa najiuliza sana, sijui hata nyinyi mnatafakari. Yaani hata tuliookoka tunapimana, tunaona ni shida. Yaani wewe unakuwa na kanisa hapa, kila siku linalipuka mapepo. Hivi nalo ni kanisa? Yaani ukianza kusema oravasaka watu kanisa leo kila siku wanalipuka mapepo, akigusa tu wameanguka. Sasa una kanisa una mapepo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo kanisa unakuta limejaa tu kutabiri unabii. Na kesho kuta tulikuwa naye sisi kwetu pale Mbeya. Anasema wiki ijayo inatakiwa mje na mifagio. Ni siku ya kufagia wachawi. Sauti wanazo sauti. Tume na nabii anashuka na maombi ya watu 500. Amesema mje na mifagio, ni siku ya kufagia wachawi. Unamfagie. Anasema mwezi ujao nitakuwa na maombi mahali hapa ya kuua wachawi. Wafe wachawi. Hilo kanisa litaenda bila mpinzani. Unachukuaje kombe? Bwana Yesu asifiwe. Yaani Yesu amekaa hapa duniani, hakumuua shetani, ila alitutangazia kwamba hata kiinuka hata tushinda. Alafu wao usemage kesho ni kazi ya kuua wachawi. Hata sisi hatutaki wachawi wafe, bali tunataka Mungu aliye hai, ili wanapojaribu washindwe nao waokoke. Hata kama watasalia wachache, wajue kibarua kimewashinda. Tunachukua kombe mfululizo mara 5, wao hamna hata kuingia robo finali. Hiyo ndio tunaipenda. Mpinzani tunaye, ila kombe kila mwaka. Hata humu wanatakiwa wawemo. Ndio maana wamo na kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu waoga hapa wameanza kusema naye mtumishi huyu anataka wawepo wachawi. Tutafanya kazi ya Mungu hapa bila wachawi. Ndio kutaka umelala usingize. Upo kanisani, wakikuminyi ukiugua, unaamka na usiku unasema hata kama hujui kuomba, unasali tu hata sala ya toba, hata
sala ya baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Umebanwa. Lakini bila kubanwa, hata neema hujui kusema, hata kusema neema. Ukibanwa sana, utaanza na wewe mwenyewe kusema toka shetani, toka shetani, hata kama hujawahi omba. Wewe hujaona koloni imewafanya waomba tawafaga kabisa. Sasa nataka nakuja kufagia na kuoa wachawi, uwaue wani. Walokole tulirelax, tukatulia. Koloni imekuja, mikesha kanisani. Hata wasiokuja kanisani wamekuja, wamekimbilia, wanasema bora nikafiage kanisani kuliko huku nje. Wengi wamekuja kwa ajili ya koloni. Hata wewe unajua kwamba bila koloni usingeshituka. Sasa unataka tuue wachawi. Mimi nataka ujifunze neno likusaidie katikati ya wachawi wanamuona Mungu wako. Katikati ya maisha unayoishi kwa wachawi wanaona baraka zako zikifunguliwa. Huyo ndiye Mungu. Na kama utaki kuokoka unategemea mimi nisemage hapa nafukuza wachawi? Si wafukuzi. Pokea neno ili wachawi wakija wajue mtani wa jadi anachukua kombe na mwaka huu. Hapa mambo sio mazuri. Kusema tutamgeuza ujamaa, mechi zenyewe zimebaki 2, anatuzidi pointi 20. Tunanyosha mikono. Wakisema namna hiyo, sisi tunamtukuza Kristo. Wafe nani auwe? Na mimi sambia kuoa staki. Hata kama wamesema simwache mwanamke mchawi aishi, kwani wachawi humu ni wanawake na wanaume si wamo. Ile lilikuwa andiko la kusema wachawi wasiishi, lakini ili watufanye tuwe na pressure ya kumtafuta Mungu ni pamoja na wao kuwepo. Hata vyombo hapa wakizimisha, tunaanza kuzunguka katika jina Yesu aliyeshika vyombo. Mahali umejibanza tunabomoa, tunaharibu. Fikiria, tunajua shetani amekimbia. Sasa kimi. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Hata mahali ambapo ugali ni wa moto, inzi akanyagi. Akikanyaga hivi, hiyo safari hata yeye anajua hapa si kurudi. Lakini mahali palipopoa anaweka na miguu. Hata hapa tuliowaweka wakae ni sisi. Tungembeba huyo Kristo, wangeona ni pepamba. Wangekuja wa kutoka nje, lakini walio ndani wangekuwa wametengeneza na Kristo. Na mimi nasema hapa siji kuua. Manake kuokoka utaki. Sasa wakaminye na mbona kama mmenuna hivi? Tupungiane mikono namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba mimi sitaki sana kuwaombea watu. Natamani watu wawe na cha kwao. Yaani ukienda sehemu zingine huko utasikia watu walikuwa wanalifuka mapepo na nini. Hebu cheki mwenendo wao, wanasafiri. Na watumishi sisi tunaondoka Jumapili. Lakini nikikuachia nguvu ya neno la Mungu ukasafiri nayo, haina haja ya kusubiri mtumishi kutoka Mbeya, bali wewe mwenyewe unakuwa umejitegemea. Changombe walisema hawakai watu, kuna wachawi. Utawatangazia kwamba watani wa jadi niko uwanjani, usajili umekamilika, njoo tupambane uwanjani, tuone nani zaidi, ili kieleweke hapa. Kubala ni usiame kwa tilipui. Umembeba Kristo, anasema nitakuwa pamoja na wewe taabuni. Hata kama watakuudhi, nitaibuka pamoja na wewe, ili siku moja wakusalimie kwa heshima. Simama juu. Simama juu. Bwana Yesu asifiwe.